Asante sana. Habari za majukumu? Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Karibu sana. Asante sana. Nadhani sio mara ya kwanza kufika hapa. Naam. Na kumekuwa na mambo mengi sasa hivi ambayo yanaendelea kwenye jamii yetu. Mambo ni mengi, ubinadamu haupo. Tukasema sasa leo sisi kama majirani, kama tunaweza kukutana na watu tofauti tofauti tukaelimishana, basi si vibaya pia leo tukarudi kwenye elimu kidogo ya kurudishana kwenye mstari, ili tuweze kuona kwa namna gani tunaweza tukaishi kwenye jamii ambayo ina huruma, jamii ambayo ina hofu ya Mungu, jamii ambayo ina upendo. Kwa hiyo nikukaribishe sana, hapa ni nyumbani wakati wowote, na majirani tuko hapa kwa ajili yako kuweza kusikia kile ambacho leo utaweza kuwashibisha, kwamba sasa ni chakula, wanakula, wanashiba, lakini mwisho siku wanaweza kwenda kukifanyia kazi. Asante sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nashukuru kwa mwaliko huu na kukaribishwa rasmi katika jamvi hili la majirani. Moja kwa moja nikiingia katika maudhui, kwanza ningelipenda kukwambieni pamoja na wasikilizaji wetu kwa ujumla, sisi tumo katika zama za mwisho. Dalili zote za kiyama ambazo zimeelezwa katika vitabu vya dini yetu tukufu ya Uislamu vimekwisha dhihiri, na muda hauruhusu kutaja vitu vyote, lakini naweza nikataja baadhi za alama za kiyama. Mfano, zitafika zama imani zitatoweka, wanadamu hawatakuwa na tena na imani, bali hawatakuwa na utu, watakuwa ni watu wenye kutazama vitu. Na ukiangalia kwa picha halisi, ndo zama zenyewe, zama ngumu, zama ambazo wakati mwingine wako baadhi ya wanyama wana huruma kuliko hata binadamu. Na katika mafundisho ya dini yetu ya Uislamu, utu ndo kila kitu. Katika sura ya 17 suratul Isra, Mwenyezi Mungu anaeleza ameumba viumbe mbalimbali. Katika viumbe hao mwanadamu amemtukuza zaidi kuliko viumbe wote. Anasema walaqad karramna bani Adam, hakika tumemtukuza mno mwana wa Adam. Mwanadamu ana heshima yake, mwanadamu ana utu wake, na anapaswa abaki katika uhalisia wake. Akivua gamba lile la wanadamu atakuwa ni sawa na mnyama. Na Mwenyezi Mungu ameumba viumbe katika sampuli kuu tatu. Kuna viumbe amewaumbia akili na matamanio. Hao ni wanadamu na majini, na ndio aliowataka wafate sheria zake na mafundisho yake. Na kuna viumbe amewaumbia akili akawanyima matamanio. Hao ni malaika. Na kuna viumbe amewaumbia matamanio akawanyima akili. Hao ni wanyama. Wanadamu wangapi leo wanajifanya hamnazo? Kwa lugha kwetu kule Temeke wanajizima data. Yani wamedata na kujizima data. Sasa mwanadamu ili arudi katika ule utukufu ambao Mungu amempa, lazima awe ana ubinadamu na utu. Ikiwa amekosa hayo, yeye sawa na mnyama tu. Tukirudi katika masuala ya imani, zama tulizonazo imani na hofu ya Mungu imetoweka. Na sio kwa waumini wetu tu, hata sisi viongozi wa dini tumebakia, baadhi yetu, sisemi wote, tumebakia tu kuwa kama nembo tu, kuonekana huyu ni kiongozi wa dini, lakini huenda muumini wake akawa mcha Mungu kuliko yeye. Muumini akaenda peponi siku ya kiyama na yeye akaisoma namba. Kwa sababu wako baadhi yetu tumeamua kuuza vitabu vya Mungu, maneno ya Mungu, na kununua bidhaa ndogo sana
ya maisha ya dunia. Nikikupeni mfano mmoja, katika sura ya 7 Qur'ani inasema kulikuwa na mwanawazuoni mkubwa sana zama za Nabii Musa. Kwa Bwana Mungu amempa alama zake, ishara zake na aya zake, lakini pia amempa jina tukufu katika majina yake. Mwenyezi Mungu ana majina mengi, lakini katika majina yake kuna jina moja tukufu kuliko majina yote. Jina hilo ukilitaja mahitaji yako, shida zako, yani ni papo hapo Mungu atatatua. Yule bwana akapewa neema hizo, lakini ghafla akapewa dunia na vilivyomo ndani yake, akapewa makasri. Nabii Musa alimtuma kwenda Yemen, hebu nenda kanisaidie kufikisha ujumbe wangu kwa watu wa Yemen. Kufika pale wakambadilisha, akaambia unataka nini? Sikiza bana, mzigo uwapa, ukitaka mwanamke tutakusanyia warembo wote wa mji wetu, utachagua mwenyewe mtakaye, chagua maisha ya dunia. Huyu Musa anakupigisha tu jua kali na nini. Akakubali kuuza aya za Mungu na kuchagua maisha ya dunia. Ndipo Mwenyezi Mungu akasema, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha, wasomee habari za yule ambaye tulimpa aya zetu, ishara zetu, alama zetu, tulimpa jina letu tukufu, akajivua nayo. Faatba'ahu shaitan, shaitani ndio baada ya kujiweka kando na mafundisho yangu, shetani ndipo alipomfuata. Fakana minal ghawin, akawa ni miongoni mwa walioangamia. Mungu anasema walau shi'na la rafa'nahu biha, na lau angesimama imara na mafundisho yangu na mimi ningelitaka ningemnyanyua daraja baada ya daraja. Walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah, lakini yeye ameichagua dunia na kufata matamanio ya nafsi yake. Mwenyezi Mungu akamtolea mfano, akasema mfano wake kuanzia sasa ni kama mbwa. Mbwa akibebeshwa mzigo anahema, anatema ulimi, anatoa ulimi nje. Mbwa asipobebeshwa mzigo anahema na anatoa ulimi nje. Hii maana yake tuko wengi katika viongozi wa dini, licha kwamba Mungu ametupa heshima, jamii na tuheshimu. Kila mtu akiona kiongozi wa dini kwa kweli anatoa saluta na heshima, lakini tuko baadhi yetu hatujiheshimu. Tumeifanya dini kuwa biashara. Ndio maana Mungu akasema wala tashtaru biayati thamanan qalila, wala msiuze na kununua aya zangu kwa thamani ndogo sana ya kidunia. Tuko viongozi wa dini kwa akili ambazo Mungu ametujalia. Hata nyinyi hapo mlipo mkitazama sura zetu mnajua huyu msanii, huyu mkweli.